ujumla katika wilaya hii na mkoa huu kwa ujumla. Kwa wale ambao wameweza kuwa na kumbukumbu pengine kwa miaka 5 nyuma iliyopita, mbunge wetu amechangia kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo mimi nakushukuru sana kwa sababu kweli umekuwa chachu ya mabadiliko mengi ya usimamizi wa misitu katika mkoa huu wa Dodoma. Ndugu zangu, kama mtakumbuka vizuri, Mheshimiwa Rais aliunda kamati ya mawaziri wa sekta 8 muhimu zinazosimamia ardhi, maliasili na mazingira, na wakawepo mawaziri wa ardhi akiwa anaongoza hiyo timu ya mawaziri 8 kutatua changamoto za migogoro ya ardhi zinazohusiana na mwingiliano wa maeneo ya serikali, wananchi au wananchi na wananchi wenyewe kwa wenyewe, kama vile wanakonomia wazota kama mpaka wa Kasulu na Uvinza, mambo kama hayo. Ile kamati chanzo chake tulikutana kwenye kikao kigumu sana na Kigoma na wakati huo kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa. Kikao ndio waziri wangu Kigwangala, tulikuwa na waziri wa mifugo Mheshimiwa Mpina, waziri wa ardhi. Kwa sababu tulikuwa sana mifugo na masuala mengi yanayohusiana sana na misitu yetu hii ya Makere Kusini, Makere Kaskazini. Mambo mengi yakazungumzwa, ikaonekana kupata suluhu ya mkoa huu pekee yake ni gumu. Na kwa kikao kile kiliahirishwa. Jamani, hebu tuishie kwanza hapa. Na kesho yake Mheshimiwa Rais akaitisha mawaziri wote wa Dar es Salaam. Nakumbuka Mheshimiwa Rais Magufuli akakaa kwenye kikao akiwa na Mheshimiwa Rais wetu sasa hivi, akiwa makamu wa rais. Akasema, Mheshimiwa, sisi ndio tunaomba kura kwa wananchi, lazima tutatue migogoro hii. Kwa hiyo ikaundwa timu ile ya kutatua migogoro kwenye maeneo haya ya Taji. Lakini haya yalitokea baada ya kuwa Mheshimiwa mbunge tulikuja naye hapa na waziri wa maliasili mara kadhaa kutatua changamoto ambazo zinakumba wananchi wetu wa hasa mapori haya na misitu ya Makere Kaskazini, Makere Kusini. Tumekaa vikao vingi kwa mkuu wa wilaya na Mheshimiwa Mvungu. Kwa hiyo mbunge ambaye hazungumzi tu bungeni, lakini anafuata mtaalamu mmoja na kukaa na kutatua changamoto kwamba hapa tufanyeje? Kwa sababu wananchi hawa wote hawa ni wananchi ambao wanahitaji kuona faida ya matunda ya uhifadhi, matunda ya maeneo yanayoyasimamia, na wenyewe washiriki kwenye kuhifadhi. Lakini wakishiriki sasa, washiriki vipi ili waweze kuleta tija kwenye maisha yao, lakini tija kwenye kuhifadhi. Kwa hiyo Mheshimiwa amekaa na jambo hili tukazungumza na mpaka tukafikia mahali pa kuona kwamba yako maeneo ambayo ya hifadhi za misitu ambayo kwa namna yalivyo hayawezi kurejelea uoto wake bila kuyasaidia. Na kuyasaidia ni kuwa na kilimo cha miti ambayo kwanza ni kimkakati. Msitu wa Makere Kusini ambao sasa hivi sehemu kama nusu yake unasimama kwa ajili ya kulima miti, unalenga kusaidia mambo mawili: kuhifadhi mazingira ya eneo lile, lakini kuwa ni chanzo endelevu cha malighafi ya mazao ya misitu ambayo yatasaidia ukuaji wa viwanda katika wilaya hii na mkoa huu wa Dodoma kwa ujumla. Akaona wananchi wao wanahitaji dunia na kubadilika kwenda kwenye viwanda, na hapa nao wao na viwanda natokaje? Tuna ardhi inaweza kutumika vizuri, ndio tukaingia kwenye mpango huo. Lakini wananchi wakati tunaendelea kulima miti, wananchi nao wanaendelea kufanya kilimo mseto, wanapata chakula, wanapata fedha kwa ajili ya kuendesha maisha yao na bila kuwa na ugomvi tena na serikali. Sio jamani? Ndio maana nimeshukuru kwa wale wote ambao wamezungumza kwa kuongea jambo hili, kwa jambo limefanya vizuri na kila mwananchi anafurahi kwa kushiriki kwenye hifadhi huu. Kwa hiyo nashukuru sana kwamba, lakini nimeshtuka pia tena kwamba katika kusimamia jambo hilo bado kuna wananchi ambao sisi tulikubaliana na ndio tunavisimamia kwamba kilimo kile wananchi wale watakuwa maeneo bora kwa sababu jirani mwema. Lakini wapo wanaolipa na wapo ambao hawalipi. Yaani ukionekana kama msomi kwa diwani bado kuonekana mnyanyaza kulipishwa. Sasa nadhani kuna matapeli katikati hapo. Sasa naomba tusaidie sisi. Kwa sababu hatuna maelekezo yote ya kusanya chochote kwenye maeneo haya. Lakini mfahamu leo hawa watu wakati bwana
Matapeli hawa ambao wanatangulia katikati wanachukua dalali hapa. Wanaweza bwana mimi nataka kulima na mtoto wangu na mwanangu na mama sio nani kachukua plot hapo 10. Alafu akawa yeye dalali sana kaenda nyuma anasema bwana unataka mmoja hiki hapa 30. Unataka mmoja hiki hapa. Anaweza akashirikiana pia na watoto ambao sio waaminifu. Hilo linaweza kabisa kutoka na watoto ambao sio waaminifu. Sasa wale ambao kazi ya kusomea kwenda kugawa polisi na wasaidizi wangu kwenye meza ile pale. Jambo hili tunalichukua very serious. Tunasimamia. Lakini na nyinyi mtusaidie. Unajua wakati mwingine wananchi tunakuwa pia wakati kidogo unaona bwana akisema akijua kesho kwa mwisho tutapata. Kwa tunatuambia bwana huyu pengine anamtuma yule. Anaweza kuwa mtu wa TFS lakini hatokezi yeye, lakini unajua kwamba anaye kuja huko. Ni kwa sababu imezungumzwa maneno makali hapa ya kweli watu waumia, kwamba inafikia mahali watu anafikia mgogoro wa kugombana porini mpaka anatokea anayesimamia msitu kama ni mtumishi wa TFS au yeyote ambaye amepewa jukumu la kusaidiana na TFS kusimamia msitu katokea amemuumiza au ampiga au kumnyang'anya mali zake mwananchi. Kwa nini bado sana jambo kama litokea hilo kwa niaba ya watendaji wangu wote tuombe radhi, lakini hilo jambo tutalikomesha. Niombe tu ndugu zangu wazazi na vijana wenzangu hapa. Vijana hawa wanaofanya kazi ya usimamizi wa misitu hapa Kasulu. Wanaweza kuwa wako saba labda kule shambani kwa kutoka mwaka 12 au 16 yule. Na wapi ndio kujiuliza. Kwa hiyo hapa Kasulu tutakuwa na TFS wa vijana kama 20 wakizidi sana 22. Hawa nao unajua wametumwa hapa kusimamia rasilimali za misitu. Anapopewa kazi ya kuja hapa anapewa jukumu kwamba nenda Kasulu. Tuna misitu yetu labda 5 au 6. Kuna misitu ya vijiji, kuna misitu ya halmashauri, kuna misitu ya serikali kuu, lakini kuna rasilimali za misitu. Yaani hiyo kazi anapewa. Anapewa instrument, wewe nenda pale Kasulu utasimamia misitu hii. Kuna mambo ambayo yanakatazwa kufanyika kwenye msitu. Kwa hiyo atapewa. Ukienda pale hakikisha kwamba hakuna kilimo kwenye msitu. Hakikisha kuna anayeingia bila kibali. Hakikisha kuna kilimo, hakuna uchimbaji madini bila kibali. Hakikisha kuna ukataji miti. Hakikisha kuna anayesogeza pikoni ya mpaka. Hakikisha kuna anayewasha moto. Yaani yote hiyo anapewa mtumishi kwamba nenda Kasulu kafanye hivi. Anayekwenda pia kule Rombo na kutoka mimi naye anapewa bwana nenda Rombo pale pale msitu. Kafanye hivi na hivi. Anayeenda Lindi naye, anayekwenda Mara naye anapewa hivyo. Kwa hiyo wakija hapa watumishi wetu hao kwa kweli mtakuwa ninyi wote mwasaidie kutekeleza hiyo kazi. Kama ambavyo mheshimiwa mbunge alinisaidia mimi kutekeleza kazi hii inayozungumza mimi hapa. Nakwambia tulikuwa tumekuja hapa miaka 5 kabla. Kikao kama hiki mimi singeweza hata kuingia ndani. Bongo jamaa. Wale wazao Makere Kagerankanda, unajua Kagerankanda. Kagerankanda na zangu mmoja anazungumza hapa. Haya shughuli anaingia anapopinga na koti. Watu wana hasira nyingi. Sio jamani. Lakini tunazungumza mazungumzo haya ndio yanaleta amani hapa tunaelewana. Kwa sababu kuna mtumishi wetu wa TFS hapa ambaye atakuja hapa alafu siku moja achukue cha ardhi hapa cha msitu au cha kile cha pale. Hakuna. Yeye atakuja hapa sana. Naomba sana ndugu zangu mwasaidia vijana wa TFS walioko hapa. Kuwasaidia ni mambo mawili. Moja ni anapoona anakengeuka unamwambia kabisa wewe ni kiongozi kama diwani ndio bwana hapo anapotea. Hapo unapoenda hii itakuwa shida. Twende hivi na hivi tunabadilisha. Amechukua rushwa leo bwana hapa. Bwana mwenye kitu wa chama hapa anaambia. Na watu vijana pia nawaita leo bwana. Ukiona ya kushoto imekabili sio. Yaani hayo ndio malezi. Kwa sababu ndugu zangu nini hapa na nyinyi pia mna watoto na wanasoma. Na naamini watoto wenu ambao hapa daktari yuko Kigoma mjini, yuko Kilimanjaro, yuko Arusha, yuko mahali popote. Nao wengine wanasema kwa kutoka Kigoma hapo. Lakini anapaswa kulinda msitu ambao uko pwani kule salama. Mtoto wetu kwa hiyo tuwasaidie. Yaani asilimia kitu kinachotokana na msitu. Hata usipoamua kuvuta hewa basi utakuwa utachukua nyanza na kutengeneza na baba. Yaani ndio changamoto ya msitu. Yaani ndio watu wanatupeleka pamoja wote. Alafu kama eneo hilo ambalo sasa hivi tunalo lakini bado wananchi wanaona kwamba watu wanapata kidogo. Mimi nashukuru ile hali ambayo ya upendo iliyoonyeshwa hapa ndani kwamba sasa hivi hatulalamiki kwamba wananchi kwamba
TFS inatuzuia kuingia kwenye msitu. Inakuja kwa namna kwamba tunaomba sasa kama ambavyo inaitwa ili kabrasha la mheshimiwa diwani wa kwanza pale Rusesa kwamba tumekaa jamani, tunaomba tuongezee maeneo, tumezidi au kuna mmoja amesema kuna eneo walitoa kajiita kutoka kwa mwekezaji mpaka wametoa mpaka ardhi yao wenyewe, sasa hawana mambo kweli. Kwa hiyo mambo kama haya ya kuwasilisha maombi na kuzungumza ndio ambayo tunataka tufanye kama serikali. Maana yangu ni kwamba tuwaonyeshe wananchi kwamba hawapaswi kujiamulia na kwenda tu msituni alafu wakizuia wenyewe wanazuia. Hapa tunaambia kuna watumishi 21 tu hapa. Watumishi 21 hawa hawezi kupambana na wala hatukuwatuma hapa kwa ajili ya kupambana na wananchi. Kazi yao ni kuwaelimisha wananchi waelewe kwamba jamani, hapa tusiingie kwanza, subiri na kibali, kuna taratibu kufuata. Kwa hiyo wakati wote ikitokea kwamba kuna mahali wananchi wameshindwa kuelewa na watumishi hao, ninyi viongozi mtusaidie kuelimisha watu, tusubiri tukazungumze kama ambavyo nimefanya hivi. Kwa sababu katika yote haya kama niliwaambia, Mheshimiwa Rais aliunda kamati ya mawaziri kumsaidia kutembea nchi nzima kutafuta suluhu ya migogoro. Na mawaziri wakapelekea kabrasha ile vijiji 975 ikawekwa mezani, ikatolewa baraka baraza la mawaziri kwamba sasa endeni mkatatue changamoto za vijiji. Sasa ninaposema hivi maana yake ni nini? Ule utatuzi wa ile migogoro ya vijiji, baraza la mawaziri limeshusha wakuu wa mikoa wanakaa na wakuu wa wilaya. Ndio wanasema okay, hapa pana changamoto gani? Kitongoji hiki kinatakiwa kibaki hapo kwenye msitu, wanatengenezea mpaka hapa panatakiwa hapa hifadhi katu hapa tengenezwe kitu fulani. Hizo ngazi ya mkoa sasa na wilaya wanakaa. Sisi wataalamu wa misitu, wataalamu wa pori, wataalamu wa ardhi tunakaa sasa tunakolea na paki kijiji na baki hapo. Kwa hiyo utaratibu huo ndio ambao tunautumia pia hata panapotokea mahitaji ya kuomba tuongeze ardhi kidogo au tupunguze pengine sana kuomba kuongeza eneo, basi wananchi wasifanye kulazimisha. Wasifanye kulazimisha, kwa sababu ukilazimisha unaweka matatizoni hawa vijana wachache ambao wako hapa. Lakini unamweka pia matatizoni mkuu wa wilaya ambaye anapaswa kulinda hizi hifadhi na misitu. Hiyo inakuwa nyuma. Na nyinyi ndio mnasimamia serikali. Kwa hiyo nimetoka pia kusaidia pia sasa kusimamia serikali maeneo haya yawe kwa taratibu. Kama nilivyosema hapo mwanzo, tumeshatatua matatizo mengi. Haya mengine ya sasa hivi yakitokeza kwamba pana kuongeza ardhi pale, pana kuopa eneo hapa tumezidi sasa hivi. Kuna mtu ambaye hawezi kuona ongezeko la wananchi katika eneo fulani. Kwa katika utaratibu huo tutapita hiyo na kufanya maamuzi kama ambavyo Mheshimiwa Rais ameelekeza. Kwa hiyo naomba sana ndugu zangu tusilazimishie hayo mambo ambayo yatapelekea kuaruzana na watendaji hawa wachache ambao wako hapa. Na niwaambia kuna mtendaji yote ambaye anatumwa hapa kuja kuwa na friction au kuchokoza au kufanyia fujo wananchi au kumuumiza wananchi wote. Yaani ndio maana mwanzo nianza kuomba radhi. Kitokea hivyo ni bahati mbaya sana kwamba kumetokea mtumishi wa umma au na TFS au na taasisi yote nyingine. Akienda kinyume na utaratibu wa maadili ya umma anachukua hatua. Na sisi tutachukua hatua kweli. Na wao ambao wamekuwa hapa tumewahamisha, ndio tumewasomesha kazi, ndio tunachukua hatua za kuongeza mshahara na wengine wamefukuzwa kazi kwa sababu ya kwenda kinyume na maadili ya umma. Kwa hiyo ni naomba ndugu zangu tuchukue hii dai kwanza ya rai yangu kwenu kwamba tusaidie kuwasaidia hawa watumishi wa serikali watimize majukumu yao vizuri. Wakati mwingine na wenyewe wanaweza kaomba usaidizi wa vijana wenu mtaani, vijana mgambo. Kama pia kuna vijana wenu ambao wanawachukua alafu unaona wanaenda kinyume, mwambie hapo kwa vijana hao mnaowachukua lakini maadili yao sio mazuri. Kuna vijana wenu ambao mnafahamu wanawachukua kwenye vijiji au kwenye kata wanawasaidia kwenye hizo kazi. Lakini pia kuna wananchi wenzetu kwenye vijiji vyetu, kata zetu ambao pia tumewachukua na kuwaajiri kwenye maeneo ya misitu ambayo tunalima miti. Ajira inayotolewa kwenye mashamba jamani, si ajira ni kiasi kubwa sana. Na ndani ya muda mfupi miaka 2 ijayo tutaanza kupunguza miti kwenye mashamba.
unafanya thing ya kwanza. Baada ya miaka mingine 6 tunaanza kufukuza mara ya pili. Baada ya miaka 3 ijayo, yaani miaka 12 ijayo tunaanza kuvuna magogo kule. Yaani magogo yale yatavuta watu wengi sana hapa Kasulu. Kuja kuweka viwanda vya kuchakata mazao ya misitu. Na kuna wakati maliwanda za serikali. Na mheshimiwa mbunge mchukue kutoka mheshimiwa mbunge kwamba hili jambo limeshafika na litatatuliwa. Wananchi wasubiri siku 1, 2, 3 kupata suluhu. Mpaka turuhusu watu wakapigane porini. Inaweza kutokea hivyo. Hapana, isitokee hivyo. Kwa sababu hao nao leo ambia usiona vijana wengine wadogo tu hapo. Vijana wengine wadogo tu hapo, pale kama watoto wako kwa haitakuwa vizuri usikie yeye anaumia kwa sababu hapo sana tunaumia wananchi na tunaumia pesa. Imetokea mara nyingi. Si unaona jamani? Sasa tusiende tena huko hapa, yani tumeshafuta hiyo mambo ya kupigana, mambo ya kulaumiana. Yaani hiyo hapa Kasulu tumeshaondoa hiyo. Hii Kasulu ya Vuma tuwezi kuwa na mambo hayo bwana. Sio jamani? Mimi nilipoambia nije hapa ndugu yangu tangu last week naona nakwenda Jimboni. Tutakuwa na futari. Uje tule futari Kasulu. Futari hii itakuwa pia na mheshimiwa madiwani. Nikasema mimi ninafanya basi nikaona mheshimiwa madiwani kwa sababu tulikuwa tukutana kwanza kwa tumeenda sawa hivi. Bahati mbaya sikuweza kuenda madiwani wengine wachache kule bahati nzuri ninaenda kukutana. Lakini ni bahati mbaya sikutana nje kule. Sasa kwa sababu ndio nawakute hapa sasa. Futari wasikie. Ndio tukishaona tukazungumza hivi. Tukazungumza hivi. Yaani mimi mwenyewe nitakuwa nakuwa mwisho kukataa jambo ambalo nzuri la hapa Kasulu. Sio jamani. Twende taratibu hata mimi simwe hiyo mimi tukizeka sasa mtoto mmoja kuposa Kasulu sasa inaenda kwa watu wazuri wako kule. Nakwenda kule kata ya Rusesa kule. Kachukua kitu Rusesa pale lete robo. Au sio jamani? Kwa hivyo niwashukuru jamani. Jioni hii ilikuwa ni ndefu lakini ni jioni nzuri. Kwangu binafsi nimejifunza mengi. Wasaidizi wangu hapo hapa. Wale TFS wale msimamo ambao tukuja pamoja. Naona kitabu hiyo kuna neno kimechanganya na wananchi watu. Naona wananchi wenyewe. Sio wananchi wa karibu. Nimekumbusha sio wananchi Yanga, yaani wananchi hao. Sio wananchi Yanga. Basi hawa kutoka nao ndio Dar es Salaam, ndio Dodoma. Huyo katikati wa Bakari, yeye ndio meneja wa TFS kanda ya Magharibi. Huyo anasaidia kusimamia mikoa hii ya minne hapa. Kwa tunafahamu ile ufufuko nyingine na zati kwa chini huko. Ile tumemhamisha hapo iko Kandazi. Kwa hiyo sasa yuko Bakari anasaidia kusimamia mikoa ya Katavi, Dodoma, Shinyanga na Tabora. Watu wote mtu mzima hapa hivi. Maana hapa tunasaidia huko na mambo mazito. Mikoa ya kanda hii ni mazito kwa mtu mzima wala wasikilize. Sawa jamani? Kwa unasema mtu Bakari watampigia simu mambo yatakwenda. Ile pale kushoto kwa Bakari mwanasheria wetu. Kwa tunathamini. Mwenye sheria yetu aitwa David Mongo. Mongo yeye kwa ndio kuona. Sawa amekaa kama mwanasheria mkuu hivi. Sawa ndio baba. Ndio kwa sababu kwa kaunda moja kali sana. Kwa hiyo Mongo huyu ndio mwanasheria wetu anatusaidia mambo ya sheria. Kasema naye tuje naye hapa. Tumsikilize mheshimiwa mbunge. Alafu kesho mheshimiwa mbunge kesho tutakuwa naye pia kwenye kamati. Alafu pembeni yake pale yuko Dr. Ben Masota. Dr. Ben Masota. Kamishna TFS, mimi na wasaidizi wanne. Kuna msaidizi anayehusiana na utawala, kuna anayehusiana na mambo ya mbegu za miti, kuna msaidizi anayehusiana na matumizi ya misitu, na kuna msaidizi anayema iko kamishna wale wanaolima kule Makere na kabishi bwana hapo tunaona wazee wanalalamika kwamba kuna vijana hapo kule wanatoza vitu. Inabidi kuweka kazi kwa tuone hao makanjanja katikati tunawatokea wapi. Lakini kwa bwana Shedrack
Shedrack yeye ndio msimamizi wa misitu upande wa hizo wilaya Kuti huko Makere kaskazini na misitu mingine huko. Shedrack. Na timu singine msawa. Basi wale wengine hawajaja hapa lakini wapo. Bwana basi mnaweza kukaa tu. Mwisho ni tupokee tu haya tumesema tunayapokea ikiwa ni masuala ya maombi ya ardhi. Sasa yafanyike kwa utaratibu ambao bado umefanyika wenzetu wa process. Hii yazungumzike. Kwa sababu ukizungumza process hapo mwenzake hapo jirani naye anahitaji kitu kama hicho. Kuna mtu kasema nataka barabara kwenda kijiji kingine. Kumbe pengine hapo barabara kwenda kijiji kingine kumbe pangunganisho tu hapo pakawa ni kijiji hicho hicho. Barabara ikapatikana hapo. Haya mambo ambayo sana zungumzi, kwa hiyo tuyaweke vizuri, tujadiliane. Sawa ndugu zangu. Kipindi cha uchaguzi mtu anaweza kaona kama hata sera ambayo inatoa haki kwa kila mmoja kuwa na kipande cha ardhi au kuwekeza kwenye ardhi kwa maendeleo yake katika hali ambayo ni ya usawa. Kwa hiyo tumezungumza siku ambayo ni njema sana kwa mustakabali wa usimamizi wa rasilimali zetu katika wilaya ya Kasulu. Naomba mtuunge mkono na tutaendelea kuwasaidia. Msio na wasiwasi. Mambo yatakaa vizuri. Mwisho tunawashukuru sana kwa kutupatia mbunge wetu. Mheshimiwa Vuma ni mbunge kweli machachari sana. Yuko kwenye kazi za usimamizi wa misitu muda mrefu. Leo kwenye uwekezaji na amekuja hapa kama sehemu ya kazi mtumwa mbunge kupitia miradi ya uwekezaji. Kwa hiyo moja ya maeneo tunayowekeza ni msitu huo, shamba la miti pale. Tunawekeza pia kule Buhimbwe. Yote ni uwekezaji ambao tunaweka mitaji ya umma. Na mzee hapa tunasimamia. Sasa imani uwekezaji wa chini. Nasabia kuanzia misitu mpaka barabara. Yote kwa tunazungumza hapa dispensary hapo na umeme hapo. Huyu ndio mwenyewe sasa. Watapia chenga wapi? Watapita wapi sasa? Lazima walete tu hapo. Ndio jamani. Kwa hiyo tunashukuru kwa kweli. Na mimi nashukuru Mungu kwamba ni rafiki yangu. Ningekuwa rafiki yangu kwa shughuli yetu. Maana ikifua tu hapo shughuli. Kibishana hapa kazi inakuwa ngumu zaidi. Kwa hiyo tunashukuru kwa endelea kumtunza kijana wetu. Sio kijana wetu mama, kijana wetu. Kwa kweli anafanya kazi nzuri sana. Kazi nzuri na mimi nafurahi kuwa sehemu ya watu wanaomheshimu na watu wanaofanya kazi chini yake kama mtumishi kwa taasisi ya serikali ambayo kamati yake inasimamia. Kwa hiyo mheshimiwa, nakushukuru sana na Mungu akubariki. Kwa kweli nitaendelea kusikiliza na chochote ambacho tutapaswa kufanya kwa ajili ya wananchi hawa. Wajua mbele yangu hapo mimi niko tayari. Asante sana kwa